Naam, tunaendelea na somo letu la siri tano eh, za kuleta amani katika ndoa. Ehe, juzi hapa niliweza kuzungumzia habari za siri ya kwanza kabisa katika ndoa. Ya kwanza, mawasiliano. Nilizungumzia umuhimu wa habari za mawasiliano katika ndoa. Sasa bila shaka umefuatilia, bila shaka umeweza kuona sasa kwamba katika ndoa yako ni maeneo yapi ambayo yanahitaji kuboreshwa kwa habari za mawasiliano. Bila shaka utalifanyia kazi hilo, na ndoa yako itaweza kusimama, itasimama. Najua faida ya ndoa kusimama si wewe tu, yaani namaanisha nini? Faida sio kwako tu wala kwa mke wako tu, hapana. Faida ya ndoa yako kusimama inaishia katika maeneo mengi sana, licha hata ya watoto, hata wale ambao waliweza kushuhudia ndoa aidha kwa kuwepo au kusikia. Sasa wanapokuwa wameona kwamba ndoa yenu imedumu, mnaendelea vizuri, mna amani, mna utulivu, mnashirikiana, basi na wao wanajisikia faraja, wanajisikia faraja. Ni kama ndoa za siku hizi sasa nyingi zinafanyika katika gharama kubwa, gharama kubwa sana. Sasa watu wamekuwepo, wamesafiri kutoka pande na pande, kona na kona, maeneo na maeneo, kwa gharama kubwa kama anavyosema hivyo, wakifurahi, mnakula, mnakunywa, watu wanashangilia na kufurahi, naona. Alafu ghafla wapate taarifa kwamba bwana, una habari, ndoa ile wameachana. Kwa hiyo mateso hayo ya kuachana kwa hawa wanandoa yanakwenda mpaka kwa walioweza kusikia au kuhudhuria ile ndoa yenu, walioweza kushuhudia ile ndoa. Kwa hiyo hamuumii nyie peke yenu, hata wale walioweza kuattend ile ndoa. Lakini licha ya hao, jamii sasa, achana na wale ambao wameattend ndoa, lakini jamii kwa huduma yake pia inakuwa sio habari njema kwao, sio habari njema kwao kwamba fulani na fulani bwana walishaachana, sio habari njema, inaleta afya katika jamii. Lakini pia sasa kwa watoto tusemeje hao? Kwa watoto tusemeje? Kwa watoto hao tusemeje? Sina la kusema, unajua mwenyewe. Lakini pia wazazi, ndugu na jamaa wanapopata taarifa za namna hiyo mbaya, taarifa mbaya kwamba ndoa ya fulani na fulani bwana ilishindikana, waliachana, basi na yenyewe ni habari mbaya. Naelewa kwamba yako mazingira wakati mwingine ambayo yanakuwaga magumu sana, watu wanafikia hatua ya kudivorce, wanafikia hatua ya kuachana. Lakini sasa kabla hujafikia katika mazingira hayo au hali hiyo, tusikubali kufikia kule, tusikubali kufikia kule. Kwa hiyo niliweza kuzungumza kwa habari za umuhimu wa mawasiliano katika nini? Katika ndoa. Umuhimu wa mawasiliano katika ndoa, jinsi unavyoweza kujenga ndoa, mawasiliano. Sasa kwa leo nitazungumzia jambo la pili ambalo ni muhimu sana katika ndoa, kwa wanandoa. Nisikilize, inawezekana naposema ndoa labda uelewi. Ndoa sio pete. Labda niseme hili pia, unaweza ukanielewa vizuri. Kuvaa pete hakumaanishi ndio ndoa. Hapana. Ndoa ni zaidi ya pete. Kimsingi mazungumzo au maelezo ya maana ya ndoa. Yaani mtu akiuliza nini maana ya ndoa? Ndoa ni makubaliano kati ya mtu mke na mtu mme. Makubaliano, neno makubaliano ni la muhimu sana, ulipigia mstari. Kwa hiyo ndoa ni makubaliano kati ya mtu mke au mtu mme
na mwenzake au mtu mke na mtu mme. Makubaliano hayo kati ya mtu mke na mtu mme kukaa pamoja na kusaidiana. Naona sasa ndoa kimsingi inapowahusisha watu wawili hao baada ya kuwa wamekubaliana, yani makubaliano yale sasa ya watu hao wawili ndiyo yanayomaanisha ndoa. Sasa vitu vingine vinakuja kuwa viungo vya ndoa lakini makubaliano basi. Pete ndio maana nikasema pete haimaanishi ndio ndoa shela lavali hizi na nini vitu gani hivyo sherehe bado sio ndoa. Ndoa inakuwa imesha tangulia katika kipengele cha makubaliano. Kwa hiyo ndoa ni hiyo. Sasa baada ya kuzungumzia hiyo pointi ya mawasiliano, niseme jambo lingine la pili kwamba ndoa pia inajengwa na kusameheana. Watu wanaweza wakafikiri ni jambo jepesi la kawaida kusameheana tena. Hiyo sio kanuni na hivi na hivi lakini ndoa inajengwa na msingi mkubwa sana wa kusameheana kwa sababu kumbuka, mmekutana nyote mkiwa watu wazima mmekutana nyote mkiwa nini? Watu wazima. Kijana umemkuta mke wako huyo akiwa ni mtu mzima hakuna mwanandoa aliyemlea mwenzake hakuna mwanandoa aliyemlea mwenzake. Kama wapo labda ni wachache sana, lakini wanandoa mnakutana nyote mkiwa mmekuwa watu wazima kabisa, mmekuwa watu wazima sana, na watu wazima mliopitia katika malezi tofauti na makuzi tofauti. You see, malezi tofauti na makuzi tofauti, hapo ndipo kuna changamoto. Neno malezi na makuzi lipigie mstari pia. Mmepitia katika malezi tofauti na makuzi tofauti. Sasa kila familia ina malezi yake na makuzi yake. Sasa mnakuja leo kuungana. Sasa hapo ndipo kunapohitajika neema. Neema ya Mungu pia iingilie kati na watu kuelewa kwamba mimi nina malezi yangu na makuzi yangu tofauti, na huyu niliyemwoa ana malezi yake na makuzi yake tofauti. Kwa hiyo tabia ziko tofauti. Mimi kama mwanaume nina makosa, naweza nikakosea. Sio kwamba niko perfect kiasi kwamba siwezi kukosea, no. Naongea na wewe kwamba ujitambue, ujielewe. Mwanaume ajifanyie self evaluation, jifanyie tathmini pia kwamba mimi pia naweza nikakosea, au nina makosa, ndio. Lakini wewe mwanamke usiwe na ile hali ya self defense. Mwanamke au mwanamume wote msitengeneze mazingira self defense, kujilinda. Mwanamke ajue kwamba naweza nikakosea, naye mwanamume ajue kwamba naweza nikakosea. Sasa inapotokea mwenzako amekosea, muwe na ile hali ya kusameheana. Tambua kwamba okay, mwenzangu hapa amejisahau, amesahau kwa kweli, basi najua ni kwa bahati mbaya amekosea, ni kwa bahati mbaya, na mimi hapa nimekosea, basi ni kwa bahati mbaya. Sasa baada ya kuwa mwenzako amekosea au amesahau, tuseme amesahau kwa kufanya jambo ambalo kulitegemea, basi kusameheana ni muhimu kwa wanandoa. Kusameheana ni muhimu. Bila kuwa na ile roho ya kusameheana, basi ndoa hiyo haitakai kadumu. Lazima kusameheana, na hakuna kosa ambalo alisamehewi. Kila kosa linasamehewa. Naona kwa hiyo, na maandiko matakatifu yanatuambia kwamba asiyesamehe hatasamehewa. Lakini mwanamume unasema sitakusamehe, yani kwa kosa hili sikusamehi. Wewe mwanamke, kwa kosa hili sikusamehi, ni kosa. Mwanamke unasema kwa kosa hili hapana, ni mwisho, sikusamehe. Hapana, kusameheana ni lazima, wala sio ombi, kwa mujibu wa maandiko matakatifu pande zote mbili au tatu, kwa imani mbalimbali. Kusameheana ni lazima, sio ombi. Tusameheane. Kusameheana ni kanuni ambayo sisi imetusaidia katika ndoa yetu. Ya pili hiyo. Basi kwa leo hebu tuishie hapo kidogo, alafu nitarejea tena tuzidi kushirikishana tafakari hayo. Msameheane, msonge mbele. Asante.